Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Usiku ulikuwa umetulia katika mtaa wa Manyanza. Nyota zilikuwa zimejaa angani, lakini kwa Brian, mwanga huo haukutosha kupenya giza lililokuwa limejificha ndani ya akili yake. Alikuwa amekaa kwenye kiti cha mbao nje ya nyumba, mikono ikiwa imeunganishwa, macho yake yakiangalia mbali bila kuona chochote. Kwa nje, Brian alikuwa kijana anayeheshimika. Watu walimuona kama mwenye mpangilio wa maisha, mwenye tabasamu lisiloisha na mtafutaji wa amani. Lakini ndani ya kichwa chake kulikuwa na siri nzito, kimya na isiyoonekana kwa yoyote. Mawazo yasiyotulia, sauti zilizokuwa kama zinamvuta chini, na kumbukumbu za zamani zilizojificha lakini hazikufa. Kwa miezi kadhaa, Brian hakuweza kuwa na amani. Kila siku alihisi kama kuna kitu kimejificha ndani ya kichwa chake, kitu ambacho hakikutoa shaka yake moja kwa moja, lakini kilikuwa kikimpeleka mahali ambapo hakutaka. Anapotabasamu, moyo wake ulikuwa ukilia. Anapocheka, akili yake ilikuwa ikichoka. Anapoongea na watu, alihisi yuko mbali sana nao. Siku moja, dada yake mdogo Tina alimkuta Brian akiwa amezama katika mawazo, macho yake yakikodoa sakafuni kana kwamba anatafuta majibu yasiyoandikwa popote. "Kaka, unaonekana tofauti siku hizi. Kuna nini?" Brian alitetemeka kidogo, akajaribu kutabasamu. "Sina tatizo Tina, ni uchovu tu." Lakini Tina alimjua kaka yake kuliko mtu yoyote. Tabasamu lake la "mimi nipo sawa" lilikuwa ndio ishara halisi kwamba hakukuwa sawa. Alikaa karibu naye, akamshika mkono. "Unajua unaweza kuongea na mimi, sivyo?" Maneno hayo yalifanya ukuta alioujenga kwa muda mrefu uzidi kudhoofika. Brian alihema kwa nguvu, macho yake yakijaa ukungu wa machozi. "Tina, kuna kitu kimejificha humu ndani," akasema huku akiweka mkono kichwani. "Mawazo ya ajabu, hofu zisizokuwa na sababu, na kumbukumbu ambazo sijawahi kuzipona. Kila nikijaribu kuishi kawaida, kitu hiki kinanirudisha nyuma." Tina alinyamaza, akimsikiliza kwa makini. "Kuna wakati nahisi kama mimi ni mzigo, kama siwezi kuwa mtu mlichokuwa mkiniamini kuwa. Najiuliza, ni nini kilichojificha kwenye kichwa changu? Kwa nini ninajisikia hivi?" Tina alimkumbatia kaka yake kana kwamba kukumbatia kuliweza kupunguza maumivu aliyokuwa nayo. "Kaka, kuwa na mawazo mazito si kosa. Kila mtu ana giza lake la ndani, lakini tofauti ni kwamba wengine wanalia kimya. Hii siyo vita ya kupigana peke yako." Kwa mara ya kwanza, Brian alishusha pumzi kwa utulivu. Hakuwa amekwisha tatizo lake, lakini angalau alikuwa ametambua kuwa hakuwa peke yake tena. Hatua ya kwanza ya mwanga. Siku iliyofuata, Brian aliamua kuzungumza na mshauri wa afya ya akili wa karibu. Aligundua kuwa hakuwa mwenye tatizo lisilotibika. Alikuwa amebeba majeraha ya zamani aliyoyaficha sana kiasi kwamba yamejificha ndani ya akili na kuanza kudhibiti maisha yake. Alianza safari ya kujijua, safari ya kupona, safari ya kuachia mzigo alioficha nyuma ya tabasamu. Na taratibu
Kile kilichojificha ndani ya kichwa chake kilianza kupoteza nguvu ya kumtawala. Na usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Typhoon Film TZ. Asante.